iliyosababisha nikiandike hicho There is kitu. an authority that made me Na write kwa that sababu iko mamlaka, And because there is an ile authority, mamlaka inaopaleti nyuma ya hayo that maandishi. authority operates behind those Kwa hiyo words. hakuna anayeweza kuyafuta So no one kawaida, can erase them kwa normally. sababu kuna mamlaka iliyo nyuma ya Because hayo there is an maandishi. authority behind those words. Pilato hakuwa na uwezo wa kuielezea ile mamlaka iliyokuwa nyuma ya hayo Unless you maandishi, don't have the power to explain maana the hata authority. yeye mwenyewe Because hakuwa he anaijua himself sawa sawa. did not know Haleluya. it correctly. Hakuwa anaielewa, He couldn't ila understand. alielewa hii kanuni But he knew kwamba this hiki principle. kitu kwenye ulimwengu wa roho That this thing in the kikiandikwa, spiritual realm when it's written, hakuna anayeweza kukibadilisha. no one can ever change it. Yako maandishi yanaweza yakaandikwa kwenye ulimwengu wa roho, There are words that can be no read in the matter ni spiritual realm. ufalme upi unaweza ukawa nyuma, It doesn't matter what kingdom is behind. lakini hakuna namna yanaweza yakafutwa kawaida. But there's Haleluya. nowhere they can be erased Haleluya. normally. Kwa hiyo kwenye Hallelujah. ulimwengu wa roho kuna kanuni ya miuli ya maandishi. The spiritual Amen. realm, there is a Kwamba written maneno thing. yanaandikwa, These words are written. na yanapoandikwa yanakuwa na lengo maalum, They have a special aidha purpose. kufunga maisha ya mtu Either to tie au someone's life, kutawala maisha ya watu or to dominate au the life of kufunga people, eneo or to both au things, halali wa kutoingia hatua nyingine or watu fulani kwenye or the hilo eneo. validity of people Kwa hiyo to yale enter to that maandishi area. yanaandikwa. So those words Kwa are anaweza akaandika mtu wa ufalme wa nuru, So they can reach to a person lakini in the pia kingdom of anaweza light, akaandika mtu wa ufalme wa or a giza. person from the Leo kingdom of niko darkness. hapa kukujulisha namna ufalme wa giza au namna wachawi Today I'm letting you wanavyotumia know haya are maandishi using these kuweza kuzuia mavuno kwa watu wa Stop the Mungu. harvest from Na the people leo of God. Bwana anataka hiyo mihuri ivunjike Today, nayo, God wants ili those ukaone harvest yale majibu ambayo umeyangoja kwa siku nyingi, For you to see katika the answers jina la that Yesu wait Kristo aliye In hai. the name of Jesus. Hallelujah. 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 Anasema nilichoandika And he nimeandika. said, Unajua haya ni "What I've written, I've maneno ya written." kawaida These are normal kwa words. namna ya kawaida, lakini Normal kwenye words. ulimwengu wa roho The spiritual realm. huwa sio ya kawaida. They're not Amen. normal, amen. Madhabahu za kichawi The altars of witchcraft, zinapokuwa zimeandika maneno they have haya written these words kuhusu maisha ya mtu, concerning the lives of people. kuhusu maisha ya mtu, Concerning the lives of unaweza ukawa unaona You kawaida, might see it as normal. lakini kuna namna yanakuwa yamefunga hatima ya mtu mahali There's a way fulani. they tie Haleluya. someone's destiny somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Kuna kitu hapa There nakikumbuka. is something that I remembered. Wafalme wa pili sura ya 19. 2 Kings 19. Kuna kitu nakikumbuka hapa There is kwa something I Ezekiel. remembered here from Ezekiel. 19. Second Wafalme wa Kings. pili sura ya 19. 2 Kings 19. Wafalme wa pili sura ya 19. 2 Kings 19. Nisaidie kusoma Help me to read. mstari wa hebu anza 13 nione kama unakubali. Start verse 13. Wafalme wa pili Kama niko sura ya sahihi, 19. Mstari wa Mstari wa 13. Yes. Yuko wapi mfalme wa Hamath na Okay. mfalme wa Akasoma Arpadi? mstari wa 14. Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe. Hezekia akaupokea waraka. Sema waraka. Waraka. Waraka ni barua, si ndivyo That's a letter ambayo imeandikwa, si that ndivyo is written. Na huu waraka kuna this mfalme ameuandika. There is a king that he wrote. Mfalme wa Shamu The ameuandika. king of Sham Kwa wrote it. Biblia inasema aliandika kwa jina la miungu yake. He wrote it with the Amen. name of his gods. Aliandika kwa jina la miungu He wrote yake. it with the letter of with the Na huu name waraka of his gods. alipoandika And when he wrote that ulikuwa letter, ni waraka wenye maandishi it was ya written kumtawala Hezekia, to dominate ya Hezekiah. kumwambia Hezekia, wewe hauna chochote, hautafanikiwa, You not have anything, wala you will Mungu not wako prosper. hata kuokoa, Oh, your God will maisha not yako prosper. hayatabadilika, Your life will not change. kama ambavyo miungu ya That's nchi how zingine the gods of haikuweza other kuwaokoa watu wao did not kutoka help the kwenye people nguvu ya miungu yangu, from the power of my ndivyo God. na wewe Hezekia, That's how you, miungu Hezekiah, yako haitaweza
kukuokoa. God will not Kwa hiyo save yalikuwa you. ni maneno yameandikwa So na those are mfalme wa words Shamu, written with the king of ambaye Sham. kulikuwa kuna mamlaka nyuma yake Where there was a iliyokuwa inamsukuma principality in him kufanya vile. that pushed Kwa hiyo him to do that. akaandika na So he kupeleka wrote kwa it Hezekia, and sent it to Hezekiah. anamweleza He Hezekia was telling Hezekiah. maneno ya waraka. The words Ndipo of the Hezekia prophet. alipopokea yale maneno, Hezekiah kuna got kitu that. anakifanya. And there's something that he did. Akausoma. Akasoma ule waraka. And he Sema read the akasoma. letter. Say he read. Sema akasoma. Say he read. Akasoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana. Hezekia aliposoma ule waraka When Hezekiah read the akagundua kuna jambo ambalo sio la He found kawaida. out that there's something that is not normal. Akagundua kuna kitu ambacho sio cha He knew that kawaida. there is something that is not normal. Akapanda nyumbani mwa Bwana. And he Sema went to the house nyumbani of the mwa Lord. Bwana. Say the house of the Lord. Aliona hana nguvu ya He knew that kushindana na hicho anachokiona there's not pale. enough power to compete Namna with what he pekee ya mimi kuwa salama The only way for ni him to kwenda stay nyumbani mwa Bwana. is to go to the Kama house of the ambavyo wewe umekuja mahali hapa Just like how you came leo, here iko today. nguvu itatenda kazi There's kwako leo power kwa in jina la the word Yesu. in the name of Jesus. Akaukunjua mbele za Bwana. Akaukunjua ule waraka, hakuongea maneno, maana ule waraka kuna roho ipo inazungumza. There's Amen. a spirit that speaks. Akaukunjua ule waraka, He spread that letter. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana. akaomba mbele za Bwana. He prayed. Akasema, Akasemaje? E Bwana, E Bwana Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, ukae juu ya merikebu ukae juu ya makerubi. makerubi. Mfalme wa kichawi ulioandika maandishi Even the kwako ni kingdom of mdogo kwa witchcraft. Mungu aliye hai. That was Haleluya, something to you is less Hallelujah. than God. Amen. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nazungumzia miuli ya kichawi, I'm talking lakini about nazungumzia muhuri wa But maandishi. I'm talking about the Haleluya. written seal of witchcraft. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Ndio. Tega sikio lako, e Bwana, usikie, fumbua macho yako, e Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Serakerubu ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Kwenye waraka huu kuna matangazo, Letter, the na announcement. matangazo haya This yamejaa announcement, vitisho, they are filled with threats. yamejaa nguvu They are filled with ya power. kumfanya Make Hezekia Hezekiah ashindwe kufanya kile ambacho yeye alikuwa anawaza ukifanya. would not to do what you are supposed Manake to do. aondolewe mamlaka yake ya kiutawala ili asiweze kutawala tena. For him not to Na obey waraka orders. ule ulipomfikia When the Hezekia, letter reached Hezekia akajawa na hofu, Hezekiah was filled with fear. akajawa na woga. He was filled with Biblia fear. inaniambia The Bible akaona namna pekee ya So the mimi only kuwa way salama for me to be ni safe kwenda nyumbani kwa to Mungu. go to the house Na of the Lord. alipofika And when he pale reached there, akaukunjua ule He waraka, spread the letter. akamwambia Bwana, And he told the Lord, hebu tazama haya maandishi Look unto this written yameandikwa na mfalme Nebukadreza, It's written with lakini Nebuchadnezzar. sio yeye tu ameandika, But not him nyuma alone. yake Senakeribu, nyuma Behind this yake Sennacherib, kuna nguvu ambayo anajivunia. there is a Haleluya! power that is Huyu hayuko about. peke yake, He's not kuna alone. mamlaka There anayojivunia, are principalities kuna that is nguvu just anayojivunia. around. There is power Kwa that hiyo is proud kaandika of. waraka So he huu, wrote this na kwa letter. sababu And ameandika because it's written, ni tishio kwenye nafasi yangu. it is a Amen. threat to my position. Bila wewe kuintervene hapa, Without you kuingilia kati, siwezi nikawa I salama. cannot be safe. Bila wewe kuingia hapa, Without you intervening, hatuwezi tukawa salama we cannot be safe. pamoja na watu hawa. As with the Kwa nini? people. Kwa sababu Why? Because kuna nguvu ambayo imehusika there is a power that is involved kuandika maandishi to haya, write these na words. haya maandishi And these words, yana lengo la kuwafanya they have a plan. hawa watu wakaishi utumwani, These people to live hawa in watu slavery. waondolewe uhuru wao, People to be removed hawa from watu freedom. wakaishi kwenye mateso. People to live in Lengo slavery. la huu haraka The purpose ni of this kutufanya letter tupoteze to make us nafasi ambazo Bwana ulitupa. Our position Kwa hiyo that God Hezekia anaenda kulia mbele za Hezekiah Bwana, went to cry in front of the anagundua kwenye ulimwengu wa roho Into the spiritual kuna world. mamlaka imeshaingia There's authority kwenye that maisha has yake, into his na hii ni mamlaka ya
giza. Lengo lake halisi ni kuondoa nafasi ya Hezekia, ni kuondoa uhuru wa watu ambao Hezekia alikuwa anayetawala. Shangaa wewe ni mama kwenye ndoa, unashangaa wewe ni baba kwenye ndoa, unashangaa wewe ni kijana kazini, unashangaa wewe ni mama kazini, unaanza ghafla kupoteza kibali, unaanza kupoteza ile uhalisia wako. Kuna mtu mwingine akawa ananiambia, nashangaa ghafla tu nimepoteza shauku ya kwenda kazini. I lost the urge to go to work. Mungu ananisemesha niache hiyo kazi. Nikamwambia kemea pepo hilo. Hallelujah. I said rebuke that devil. Wala Yesu saidia sana. May Jesus help us. Amekazana niambia nahisi Mungu ananisemesha niache hii kazi. Huyo sio Mungu. Kuna mahali watu wameandika huyu mtu anatakiwa akose kazi. Haleluya. Kuna mtu anaelewa vizuri. Kwa hiyo yale maandishi yanapofanya kazi, kwa sababu ni nguvu kwenye ulimwengu wa roho inaopaleti, kwa hiyo inamfanya huyu mtu anaanza kupoteza shauku ya kuendelea na ile kazi, ya kuendelea na ile kazi. Yeye anakuwa anasema huyu si ni Mungu ananisemesha, mbona naomba nasikia kabisa niachane na hiki. Kumbe hakuna cha Mungu. Okay. Kuna mtu mwingine hana kiu hata ya kufanya biashara. Yanakuja mawazo ya kazi ya biashara, lakini hawezi kuchukua hatua. Na hata ukitaka kuchukua hatua, itatokea tu roho yoyote au jambo lolote litakufanya ukate tamaa usichukue ile nini hatua. Kwa nini? Kuna mahali, kuna kifungo cha maandishi kwenye ulimwengu wa roho kimefunga hatua zako za hilo eneo ili usiweze kufanya ukafanikiwa. Leo Bwana anakufungua wewe kwa jina la Yesu. Leo nakutamkia kufunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Ufalme wa giza hautaki mtu akae kwenye nafasi fulani. Kwa hiyo unajitahidi kutumia ile namna kufunga maisha ya mtu kichawi. Haleluya. Nataka nikwambie, I want to tell you, asilimia kubwa ya utendaji wa shetani, wa kishetani, the highest percentage of devil's operations ni nguvu za kichawi. Hallelujah. The power of witchcraft. Ni nguvu za nini? Za kichawi. Witchcraft. Majini wanatumika, mashetani wa aina zote, lakini wanatumika kwenye uchawi ili kufunga hatima ya mtu. Unaweza ukawa unatembea kwa jinsi ya mwili. Sisi tunasalimiana na wewe hapa, sisi tunaongea na wewe hapa, tunakuombea hapa, kumbe hauko hapa. Yanaweza kaandikwa kwenye ardhi ya mtu kwamba fulani hatakiwi kufanya biashara kwenye hii ardhi na akafanikiwa. Kuna mtu anaelewa vizuri? Hatakiwi kufanya kitu, hatakiwi kuwa na amani kwenye ardhi hii. Hajalishi atafanya kitu gani, lakini yeye hatakiwi kuwa na amani. Haleluya. Kwa nashangaa chochote ambacho unakifanya unajikuta umewapa wengine furaha, ila wewe unabaki na maumivu. Kwa nini? Kuna vitu vimewahi kuandikwa. Maandishi yanaweza yakaandikwa kwenye ardhi kwa ajili ya hatima ya mtu. The destiny of someone. Yesu akasema, maneno ninayowaambia ni roho tena ni nini? Ni uzima. Lakini kuna maneno yanaweza yakaandikwa, yale si maneno tu, maneno ni spirit. Amen. Maneno ni roho yanaposemwa au yanapoandikwa. Haleluya. Yanapoandikwa kuna roho nyuma